Bwana, kama dawa, anaitwa Ali Upuji Kuntunye Kidimdimu Mwandila. Bwana, tuko ndani ya uwanja wa Benjamin William Mkapa, ambapo tuko hapa mahsusan kabisa sisi kama Kijiwe Mchongo na UTT AMIS kuweza kuhakikisha tunakuja kuweza kutoa elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji kwa vijana hasa. Leo kuna mashindano ya riadha katika mkoa wa Dar es Salaam ambao yameandaliwa na chama cha riadha mkoa wa Dar es Salaam DAA. Kikubwa sisi tuko hapa kwa ajili ya kuweza kusambaza elimu ya masuala ya uwekezaji kwa vijana na watoto. Bwana, karibu sana na usitoke. Pili, mambo? Poa. Nzima? Nzima. Bwana, niko na afisa kutoka UTT AMIS ambao tupo katika mashindano ya riadha ambayo yameandaliwa na mkoa wa Dar es Salaam DAA, ambao tunazungumzia Dar es Salaam Athletics Association. Pili, kwanza nikupe hongera. Asante sana. Tulianza jana, leo ni siku ya pili hasa. Mwitikio ukoje, lakini vile vile elimu ikoje kwa tuseme labda kwa vijana, lakini vile vile kwa watu ambao wameweza kuhudhuria katika haya mashindano ya riadha? Tunashukuru, mwitikio ni mkubwa. Na kuna watu wengine walikuwa hawajui kabisa UTT AMIS. Lakini kupitia hii gazebo ama kupitia mashindano wamepata nafasi ya kujua UTT AMIS na kufungua account ili waanze uwekezaji. Sana labda elimu kwa watoto, maana tunaona ni vijana na ni watoto, mmeweza kuitoa hasa? Tunasema watoto ni taifa la kesho. Kabisa. Kwa kupitia watoto, kwanza kumwekeza mtoto wako kidogo kidogo, unaweza kutengeneza kesho yake iliyo bora. Kwa hiyo wazazi wakipata elimu kupitia watoto wao, wanaweza wakaamka wakaanza kuwawekezea kwa ajili ya kesho iliyokuwa bora. Na pesa atakayoweka sasa hivi itakuwa na thamani kubwa hapo mbeleni. Kwa watakuwa na pesa zaidi za kufanya mambo yao baadaye. Na inaonekana kuna changamoto sana elimu, inawezekana kwa wazazi lakini hata vile kwa watoto. Vijana kama huyu wa leo ambaye ni ndo kijana wa kesho, yawezekana wakianza kupata elimu mapema kuhusiana na masuala ya uwekezaji na akajua umuhimu, yawezekana ikaje ikamsaidia huko baadaye. Wito wako hasa kwa Watanzania, kwa wazazi ambao wanakusikiliza kupitia Kijiwe Mchongo? Wito wangu kwa wazazi, kwa Watanzania, waanze mapema uwekezaji. Kwa sababu kwenye kuanza mapema ndio faida nayo yenyewe inakuwa inatengenezwa kubwa. Lakini tuanze kwa watoto wadogo ambao sasa hivi tunaona watoto ila baada ya miaka 10 au miaka 20, kama nilimwekea milioni 1, milioni 2, milioni 3, basi baada ya miaka 5 au miaka 10 haitakuwa milioni 3 tena. Itakuwa milioni 20, 30, 40 ambazo kama mzazi anaweza akamwekezea mwanae, kama anataka mwanae afungue biashara ama akamsomeshe mwanae nje ama afanye maendeleo mengine ambayo itampa profit kwa mwanae, na atakuwa anaweza tena mtoto huyo aweze na kutegemea. Tunasema sasa hivi mtoto sawa, elimu ndio ufungua maisha, lakini katika elimu kuna incentives tofauti tofauti. Sasa umemwandalia vipi mwanao, umemwandaaje mwanao kukabiliana na hali ya uchumi? Kwa kupitia UTT AMIS anaweza akapata faida kupitia pesa zake, lakini pia akapata uwanja mpana wa kufanya mambo mengine ya kuendeleza familia yao na taifa kwa ujumla. Noreen Hemedi, mambo? Poa. Mzima? Kabisa. Mama asemaje? Fresh kabisa. Naona kama jua linakuja afu kama kuna mvua. Mwitikio ukoje hasa katika mashindano ya riadha ambayo yameandaliwa na chama cha riadha Dar es Salaam? Mwitikio ni mzuri sana. Mwitikio ni mzuri sana. Tunazidi kuhamasisha watoto waweze kuwekeza katika mifuko ya UTT AMIS. Labda tunaona watoto, nilikuwa naona hapa wanakuja kujiunga. Labda hakuna hata wazazi au labda makocha nao ambao wameweza kuja kupata elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji na UTT AMIS? Wamekuja. Wamekuja, tunazidi kuhamasisha kwamba wawekeze kwenye UTT AMIS kwa sababu tunavyojua kwamba ukiwekeza kwenye UTT AMIS unakuza mtaji. Ndiyo kabisa. Rai yako kwa Watanzania ambao labda yawezekana hawajui chochote kuhusiana na masuala ya uwekezaji, ungependa kuambia nini? Ningewapenda kuambia kwamba wasichelewe, wawahi, kwa sababu kadri unavyozidi kuwahi ndio faida yako inavyozidi kuongezeka. Mambo? Poa. Mzima? Mzima. Unaitwa nani? Naitwa Zainab. Zainab, wewe ni mwanariadha lakini vile vile umekimbia mita ngapi kwanza? 1500. Nini? 1500. Acha masuala. Kweli nimekimbia 1500. 1500? Na wewe? Mimi naitwa Sara. Sara. Kwanza ni wanafunzi wa shule gani kwanza? Philbert Bay Secondary School. Wote wawili? Sasa na wewe umekimbia mita ngapi? Nakimbia mita 1500 na 800. 1500 na 800. Na 800. Bwana, nyinyi mnataka kuja kuwa kama kina Simba nini? Ndio. Sawa. Hongereni kwanza kwa kukimbia mita kubwa na inaonekana mna afya vizuri sana. Asante. Sawa. Ni wanafunzi kutoka Philbert Bay. Sisi ni taasisi ya serikali ambayo inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Inaitwa UTT AMIS. Uwekezaji, mnaelewa mtu akisema uwekezaji? Uwekezaji. Uelewi? Uwekezaji maana yake kwamba ni mtu anaweka pesa yake sehemu,
au unaweka pesa yako UTT AMIS kwa lengo ile pesa yako ije izalishe faida. Kuna tofauti kati ya kuwekeza na kuweka pesa. Kuweka pesa mtu unaweka katika kibubu, unaweka nyumbani chini ya kitanda, kwenye kabati, kule ni kuweka pesa. Umeelewa? Uwekezaji, mtu anataka kusema bwana kawekeze hiyo pesa yako. Maana yake unapeleka mfano kama katika taasisi kama UTT. Maana yake pesa yako ukiweka kule inazalisha faida. Ushafahamu? Kila mwezi mpaka mwisho wa mwaka inaweza kuzalisha faida ya wastani karibu 12% kila mwisho wa mwaka. Maana yake kwa kukadiria kila mwezi inakuwa ni 1%. Umeelewa? Mfano mathalan sisi kwanza tuna mifuko 6, tuna mfuko hadi ya watoto. Wewe una umri gani? 17. 17 na 16. 16. Maana yake nyinyi mnaweza mkajiunga katika mfuko ya watoto. Nyinyi mnakuja mnawekeza, mfano wazazi wenu wanakuja wanawekeza katika hiyo mifuko kwa malengo kwa ajili ya masomo. Uko form ngapi? Form 3. Na wewe? Form 3. Form 3. Maana yake unaweza kukuta labda baba au mama sasa hivi akasema aanze kuwawekezea nyie, au afungulie mfuko wa watoto UTT, si ndivyo? Kwa lengo nyie mpaka mnakuja mnaingia chuo, baba na mama hawashtuki kuhusu pesa za chuo. Umeelewa? Maana yake ni kwamba akianza kuwawekea pesa yenu nyie kwa malengo kwamba baadaye mkifika chuoni pesa yenu iweze kufanyaje? Kuwasaidia. Alafu kumbuka UTT ukiweka pesa maana yake unavyowekeza ile pesa yako unapata faida. Mfano mathalan mama yenu nyie amewekea kila mtu milioni, si ndivyo? Baada ya mwisho wa mwaka ile hela ikatimia milioni, si ndivyo? UTT wao wanakupa wastani wa faida ya 12% ya milioni. Mnajua wastani wa faida ya 12% ya milioni inakuwa shilingi ngapi? Inakuwa 120,000 katika milioni. Kwa maana yake unaweza kujikuta wewe mama yako amepambana mwaka mzima amepata milioni mwisho wa mwaka. Maana yake yeye atakuwa na faida ya 1,120,000. Sisi umenielewa? Bi mkubwa kapambana mwaka mzima kaweka hela imefika milioni 10. Wastani wa faida ya 12% ya milioni 10 maana yake ni 1,200,000. Sisi tuko pamoja jamani? Umeelewa? Maana yake mwisho wa siku kwamba UTT uweki pesa bali unafanyaje? Unawekeza. Unafanyaje? Unawekeza pesa. Unawekeza pesa. Uweki nini? Pesa. Kuweka pesa na kufanyaje? Kuweka pesa Ni kuiweka maana yake haizalishi faida. Lakini kuwekeza ni kuzalisha, ni ile kuzalisha faida. Yaani unaweka pesa ambayo inazalisha faida. Si ndivyo? Kwa hiyo umeona utofauti. Leo hii mama akija akikuuliza, mama nahitaji uniwekee pesa yangu UTT. Maana yake niwekee pesa ambayo kama ukiweka milioni 5 mama itakuwa sio milioni 5 tena. Itakuwa huko labda milioni 7 au milioni 6, umeelewa? Lakini maana yake hiyo pesa mimi ukiniwekea sasa hivi mapema, baada ya miaka 3 mimi itakuja itanisaidia katika malengo yangu ya chuo. Sitakusumbua tena nini? Mama, si umeelewa? UTT kwanza ni taasisi ya serikali. UTT kwanza kuna usalama. Ukisikia serikali maana yake unajua nini? Kuna usalama. Lakini 3 unapata faida. Si tumeelewana? Ndio. Tumeelewana vizuri? Ndio. Hebu neno lolote la kuweza kumwambia bi mkubwa pale baada ya kusikia UTT hii ungemwambia nini? Mimi ningemwambia nifungulie account ili niweze kuwekeza na mimi pesa ambazo baadaye zinaweza kunisaidia. Okay. Na wewe ungemwambia nini mama? Ningemwambia bibi, naomba unisaidie. Okay. Unifungulia akaunti ili iweze kunisaidia mbeleni ninapoelekea, mfano katika masomo, mfano sina ada itanisaidia hivyo, hata biashara nafungua tena nimepata faida mbalimbali. Okay. Lakini vivyo ungemwambia UTT kwanza ni taasisi ya serikali, umeelewa? Msisahau. Pili mwambie unapata faida. Lakini 3 vile vile, umeelewa? Maana yake ni sehemu salama. Umeelewana? Ndio. Basi mimi lini mnaanza kufungua na kwenda, wewe unamwambia bibi na wewe kwenda kumwambia mama? Mimi nishamwambia nimefungua, nimeenda hapo hivi nimefungua. Mshafungua tayari? Na wewe? Na mimi nimefungua tayari. Mshafungua tayari? Basi sawa. Neno lako lolote la kuweza kumwambia mwanafunzi mwenzio, rafiki yako wa Philbert Bayi kule, kama jina wewe unataka kumtaja wewe mtaje. Mwambie aje kufungua UTT na kwa nini? Angalia kamera pale. Mimi nashauri cha kwanza kufungua akaunti ya UTT inasaidia. Okay. Pia inasaidia mzazi wako asiwe ana stress kifika kipindi kutokana na masuala ya ada. Yes. Kwa nashauri sana kama kuna mtu anaweza akamwambia mama yake amfungulie akaunti ili iweze kuja kumsaidia baadaye. Okay. Sasa mimi nashauri rafiki zangu labda wa shule pale tunapokuwa tunasoma waje wafungua akaunti ya UTT na yaani inasaidia labda anawekeza hela yake mwenyewe, anamwambia
mzazi wake amfungulia, anawekeza hela yake ili baadaye hata akipata shida, mfano ada pale au imetokea dharura yoyote, anaweza akaenda akatoa, akaenda ikamsaidia kuliko kwenda tena kumsumbua mzazi. Au sivyo? Mwenyekiti, habari? Salama, habari yako? Kwema kabisa. Kwema kabisa. Naamini wewe ndo mwenye jambo kubwa hasa leo hii ile ambalo limeandaliwa na chama cha riadha katika mkoa wa Dar es Salaam. Karibu. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Amani Ngoka, ni mwenyekiti wa chama cha riadha mkoa wa Dar es Salaam. Ninashukuru sana kuwa leo tuko siku ya pili katika mashindano yote haya ya chama cha riadha mkoa wa Dar es Salaam kwa ajili ya kuibua vipaji. Niwashukuru sana, watoto wametokeza wengi, ila bado tunahitaji wazazi wawe na ule mwamko kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya kuja kuonyesha vipaji vyao, na sisi kama chama cha riadha mkoa wa Dar es Salaam tunaahidi kuvilea hivi vipaji, kushirikiana na wadhamini wetu ambao wametuunga mkono UTT. Hapa sisi tunafunga ndoa na UTT. Ndoa yetu sisi tushafunga rasmi na UTT, ila tuwashukuru sana UTT kwa kutuunga mkono ili kufanikisha jambo hili. UTT, labda nielezee tu kwa kifupi kidogo, japo mimi mwenyewe sio mtaalamu sana, lakini mimi mwenyewe nimejiunga huko. Mimi ni washauri wa Tanzania kuwa UTT ni mfuko salama na ni sahihi kwa uwekezaji. Unapoweka shilingi 10 yako, kila siku ile pesa inazaa. Kila siku inazaa faida. Achana na kwenda kwenye vikoba kule. Kwenye kikoba kule wewe unajiumiza wewe mwenyewe. Lakini unapokuja UTT kila unapowekeza shilingi 10, kila siku inazaa. Kwa hiyo UTT ni sehemu salama ambapo kila mtu unaweza kuwekeza na kufanya jambo kubwa baadaye, baada ya miaka 2, 3, 4, 5, 10. Kwa mfano leo hii Mtanzania unaweza kumwambia tu kitu kimoja. Ukiwekeza UTT milioni 300, kila mwezi unapata milioni 3. Sasa kama unapata milioni 3, ni ajira tosha hiyo. Sasa kwa nini uteseke? Njoo wekeza UTT kwa muda fulani, utakuta mambo yameenda vizuri na wewe unakuwa kwenye hali nyingine. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imetufikia. 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 Bana, kama nilivyokuambia hapo awali, tupo katika mashindano ya riadha ambayo yameandaliwa na mkoa wa Dar es Salaam almaarufu kama DAA, Dar es Salaam Athletic Association. Tuko hapa kwa ajili ya kuja kuweza kutoa elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Bwana, hapa kulikuwa kuna wanafunzi wa kutoka shule mbalimbali ambapo wamekuja hapa kuweza kushindana mashindano ya riadha, lakini sisi kama UTT tulikuja hapa kuweza kusambaza elimu ya masuala ya uwekezaji na wanafunzi. Tumeweza kuhakikisha kesho yao wanaijua, kesho yao inakuwa ya malengo, kuweza kuhakikisha elimu wataipata katika muda sahihi kwa masuala ambayo wakiwekeza faida yao watakuja wataiona kesho. Bwana, mimi sina la ziada. Nimshukuru sana Cosmas Mtumbades, nilikuwa naye mwanzo mpaka mwisho hapa katika uwanja wa Lupaso jijini Dar es Salaam. Mimi naitwa Ali Upuju Kuntunya Kidimdim Mwandila na hiki ni Kijiwe Mchongo. Bwana, tukutane next time. Bye bye.